Kuna wakati tumekuwa tukijiuliza kwamba kwa nini wasanii wa muziki hasa kwa upande wa kike wanaonekana kuwa wachache, na hata hawa ambao wapo kwenye mainstream ambao wanajaribu kupambana wanaonekana kuwa very slow hasa katika kuachia kazi zao. Sasa inawezekana wamekuwa wakikutana na mambo mengi sana ambayo kiukweli yanaonesha kuwa ni ya unyanyasaji, na hili linathibitishwa na moja kati ya wasanii kutokea nchini Tanzania ambaye anajulikana kwa jina la Cherry. Of course huyu ni moja kati ya artisti wazuri sana ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana hasa kwa kizazi hiki kipya kwenye Bongo Flava. Sasa super sub wa Bongo Flava leo nimekuletea story ya binti huyu ambaye anaonekana kulalamika kutokana na kile ambacho anafanyiwa na wale ambao walikuwa wamemsaini kwenye lebo aliyokuwa akiifanyia kazi kwa kipindi cha nyuma. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameaddress issue ambayo kiukweli ni controversial sana. Nitakusomea kile ambacho amekiandika. Kwanza ameanza kwa kusema kwamba naombeni msaada wenu katika hili. Baraza la Sanaa Tanzania, akawatag BASATA Tanzania, Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Mheshimiwa Gwajima, waandishi wa habari, akawatagi baadhi ya waandishi hapo kina John Jackson, Mina Ali, akatagi vyombo vya habari kama Wasafi TV, Wasafi FM, Clouds Media, EFM, Johnny Joe na wengine wengi. So akaendelea kuandika kwamba naanza na upande wa muziki, then nafata mambo ya rushwa za ngono na unyanyasaji wa kijinsia nikiwa na ushahidi wa majina ya wahusika. Naombeni mnisaidie kama ni haki au si haki. Nilisainiwa kwenye lebo mkataba wa miaka 7. Akasema kwamba silipiwi kodi, sipewi allowance. Ndani ya miaka 3 nimetoa nyimbo 2 na video 1 na EP 1 ambayo ilidhaminiwa na DSTV. Sasa nataka nitoke nikajitegemee, naambiwa nilipe milioni 109. Nikitoa nyimbo zangu mwenyewe kwa gharama zangu bila kutumia kosti za lebo. Mwenye lebo anaongea na distributors, nyimbo zinashushwa kwenye platforms, au bosi anasema tutumie hizo nyimbo na videos tuziposti kwenye platforms zetu, otherwise hazitopandishwa. Kisha Cherry akaweka emoji za kulia na kuendelea kuandika, siruhusiwi kufanya kazi, siruhusiwi kufanya interviews, siruhusiwi kuongea chochote popote. So kwa msichana kama mimi ninayejipambania, hiyo miaka 4 iliyobaki mpaka sasa, mpaka mkataba uishe, ninaishije na siruhusiwi kufanya kazi sehemu yoyote? Akauliza. Kisha akaendelea kuandika kwamba je, hiyo ni haki kuwalipa milioni 109 kwa nyimbo 2, au kwa sababu wameona mimi ni mnyonge ndio maana wanataka kunionea? Akauliza. Kisha akaendelea kuandika kwamba au kwa sababu they have powers, au wanatumia nguvu zao kuwanyanyasa wasanii wanyonge, waandishi wa habari pamoja na watu wenye access za Baraza la Sanaa Tanzania. Naombeni mnisaidie kupaza sauti. Mimi shida yangu tu nitoke kwenye hii lebo niendelee na maisha yangu mengine, hata kama wataniambia nisiendelee na muziki kwa sababu they have connections, basi niendelee na kazi zangu nyingine. So ndo hivyo, binti huyu Cherry anaonekana kuumizwa na kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Ameamua kuaddress of course kwenye mitandao ya kijamii, anatuambia kile ambacho kimemkuta kwenye lebo ambayo alikuwa akifanyia kazi. Alisaini mkataba wa miaka 7, lakini inaonesha kwamba mkataba huo anataka terminate kutokana na kile ambacho kimemkuta. Anadai kwamba halipiwi kodi wala hapewi allowance yoyote ndani ya miaka 3, na katika miaka hiyo 3 ametoa nyimbo 2 na video 1 na EP 1 ambayo ilidhaminiwa na DSTV. So anaeleza kwamba anataka kujitoa katika lebo hiyo,
lakini akitaka kutoka anaambiwa alipe milioni 109. Si umeelewa eh? Of course ni jambo ambalo linaonekana kuumiza sana, na inawezekana binti huyu amevumilia kwa kiwango kikubwa sana. Unafikiri sio mchezo, miaka 3 kukaa nje ya game, na pengine ulisign ukiwa na matarajio makubwa sana. Na siku za hivi karibuni pia tumeona mambo mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea hasa kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi ya wasanii wakijiondoa kwenye labels, record labels zao, huku stakeholders wakiwa wanalaumiwa sana, hasa hawa wenye label, kwamba inawezekana wamekuwa na mikataba migumu sana ambayo inashindwa kuwafavor wasanii kufanya kazi zao. So kutokana na hiki ambacho kinaendelea, natamani wewe ambaye umesikiliza kisa hiki uniandikie maoni yako chini ya video hii. Mimi ni Master Jimmy, siache kuniandikia kwenye Instagram hapa, lakini pia kwenye YouTube channel yangu natumia Master Jimmy, lakini pia TikTok ni jina hilo moja. Siache kufuatilia content nyingi zaidi ambazo nitakuwa nikiendelea kukuwekea hapa. Kumekucha!